Karibu tena na asante kwa kujiunga nasi. Karibu sana. Leo tunaangazia vyanzo ulivyotupa ambavyo kusema kweli vinatoa mtazamo ambao sikutarajia kabisa. Tunazungumzia hadithi tunayoifahamu sote. Yusufu kule Misri kutoka kitabu cha Mwanzo. Hadithi maarufu sana. Lakini badala ya kuiona kama historia ya kale tu, vyanzo hivi vinaichukua na kuigeuza kuwa kitu kingine kabisa. Ndiyo. Yaani ramani ya kinabii ya siku za mwisho. Vinaunganisha njaa ya Farao na unabii kutoka vitabu vya Amosi, Mathayo na hasa Ufunuo. Ni unganisho la moja kwa moja. Basi dhamira yetu leo ni rahisi: kuchimbua tafsiri hii ya kiishara na kuelewa jinsi hadithi ya kale inavyoweza kuwa onyo kuhusu mfumo wa udhibiti wa dunia. Ni wazo zito kweli. Vinadai kwamba kila kipengele cha hadithi ya Yusufu, njaa yenyewe, Farao, Yusufu mwenyewe, na hasa jinsi alivyokusanya mali yote ya Misri, sio tu historia. Ni zaidi ya historia. Ni kielezo, yani ni kivuli cha matukio yatakayotokea katika kile kinachoitwa dhiki kuu. Tutachunguza jinsi udhibiti wa rasilimali za msingi, chakula na maji, unavyotazamwa kama silaha kuu katika mzozo huu wa mwisho. Sawa, wazo kuu la kwanza kwenye vyanzo hivi linatokana na maneno ya nabii Amosi, mateso ya Yusufu. Ndiyo. Vyanzo vinarejea Amosi mlango wa 6 ambapo nabii anawakosoa viongozi wanaokula na kunywa raha mustarehe bila kujali hayo mateso ya Yusufu. Na watu wengi wanafikiri anamaanisha mateso yake binafsi. Alikuwa gerezani. Ndivyo nilivyokuwa nikifikiria. Lakini vyanzo hivi vinasema la hasha. Wanasema mateso ya Yusufu hapa ni ishara ya ile njaa kuu iliyokuwa Misri, na ni mfano wa njaa itakaokuja duniani kote, dunia nzima. Na hapa ndipo mambo yanapoanza kuwa ya kina zaidi. Njaa hii, kulingana na vyanzo, ina sura mbili. Sura ya kwanza ni ile tunayoielewa kwa urahisi: njaa halisi ya kimwili, ukosefu wa chakula, ukosefu wa maji. Silaha rahisi lakini yenye nguvu nyingi sana. Vyanzo vinasema Shetani kupitia mfumo wake atatumia hitaji hili la msingi la kuishi kuwalazimisha watu wanyenyekee, wawe watumwa wake. Yaani, hebu fikiria hali hiyo. Huwezi kulisha familia yako. Ni uamuzi wa kimaadili unaokabiliwa na njaa ya mtoto wako. Hiyo ni ngumu. Ni shinikizo ambalo ni gumu sana kupinga. Lakini ulisema kuna sura ya pili. Ndiyo. Na labda hii ndiyo hatari zaidi. Ni njaa ya kiroho. Njaa ya kiroho. Vyanzo vinanukuu moja kwa moja kutoka Amosi sura ya 8. Tazama, siku zinakuja ambapo nitapeleka njaa katika nchi, si njaa ya chakula wala kiu ya maji, bali ya kusikia maneno ya Bwana. Fikiria ulimwengu ambapo watu wanatafuta ukweli kwa hamu, wanahangaika, lakini haupatikani popote. Ni kama kutafuta maji katika jangwa la kiroho. Na vyanzo vinasema nini kuhusu chanzo cha njaa hii ya kiroho? Kwa nini maneno ya Bwana yatakuwa habaa? Sasa hapa ndipo mambo yanapopamba moto. Vyanzo hivi haviishii tu kwenye njaa ya tumbo. Vinaipeleka moja kwa moja kanisani. Moja kwa moja. Vinadai kuwa njaa hii ya kiroho itasababishwa na uasi mkuu ndani ya kanisa lenyewe. Uasi mkuu. Mafundisho ya kweli yatapuuzwa, yatabadilishwa na yale yanayoridhisha watu. Na taasisi ambayo ilipaswa kuwa chanzo cha uzima itaongozwa na mfumo unaoitwa Babiloni. Kwa hiyo watu watakachopewa kitakuwa ni sumu iliyopambwa vizuri. Hasa. Na hii inatengeneza mazingira kamili kwa ajili ya udanganyifu mkuu unaokuja. Sawa. Kama njaa hii ni ramani, basi wahusika wake wanawakilisha nani? Hapa ndipo nahisi mshangao ulipo. Hebu tuanze na Farao, mfalme mkuu wa Misri. Kabisa. Sasa, katika unabii wa Ufunuo kuna mhusika anayeitwa mnyama atokaye baharini. Mamlaka ya kisiasa. Ndiyo. Mamlaka kuu ya kidunia yenye nguvu duniani kote. Vyanzo hivi vinasema Farao, mtawala aliyekuwa na mamlaka juu ya chakula chote, ni kielelezo kamili cha huyo mnyama. Sawa. Farao kama mtawala wa kimataifa inaeleweka, anadhibiti kila kitu. Lakini sasa swali muhimu ni kuhusu Yusufu. Shujaa wa hadithi, yeye ndiye aliyeokoa watu. Kwa hiyo ungetegemea atakuwa upande wa wema, anayepingana na mfumo. Ndiyo. Lakini nahisi hapa ndipo vyanzo hivi vinapindua meza, sivyo? Unahisi sahihi kabisa. Hapa ndipo tafsiri inapochukua mkondo ambao wengi hawautarajii. Nipe. Vyanzo hivi vinadai kwa kushangaza kwamba Yusufu katika tafsiri hii ya kiunabii
Anawakilisha Nani? mnyama atokaye nchi kavu anayejulikana pia kama nabii wa uongo. La hasha! Yusufu awe nabii wa uongo? Hilo linabadilisha kila kitu mnachofahamu kuhusu hadithi hii. Ni hoja ya kushtua. Ni ya kushtua sana. Vyanzo vinatoa sababu gani hasa ya kumweka Yusufu katika nafasi hii? Sababu yao inatokana na matendo yake. Hebu tuangalie. Katika Ufunuo sura ya 13, nabii wa uongo anafanya nini? Anawalazimisha watu wamwabudu mnyama wa kwanza. Kabisa. Anatumia mamlaka yote ya mnyama wa kwanza. Sasa, rudi kwa Yusufu. Anafanya nini? Kupitia udhibiti wake kamili juu ya chakula, anawalazimisha Wamisri wote watoe kila kitu walichonacho na hatimaye wajisalimishe wenyewe, wawe watumwa wa Farao. Yaani, kwa matendo yake anasababisha utii kamili kwa Farao. Utii na ibada ni mfano unaofanana kabisa. Ngoja kidogo. Katika Mwanzo, Yusufu anawaokoa watu na njaa. Katika Ufunuo, nabii wa uongo anawadanganya. Vyanzo vinawezaje kupatanisha haya? Hiyo ndiyo hoja kuu. Vyanzo vinasema udanganyifu mkubwa zaidi ni ule unaokuja katika sura ya wokovu. Sura ya wokovu. Ufunuo inasema nabii wa uongo atafanya ishara kuu, hata kushusha moto kutoka mbinguni ili kuwadanganya watu. Atajionyesha kama Mwokozi. Kama mtu mwenye majibu yote. Kama Yusufu, alikuwa na chakula wakati hakuna mwingine aliyekuwa nacho. Watu walimwendea wakisema, tuokoe. Lakini gharama ya wokovu huo Ilikuwa ni uhuru wao wote. hasa, vyanzo vinasema huu ndio mtego wa siku za mwisho. Suluhisho litatolewa, lakini gharama yake itakuwa ni kumwabudu mnyama. Na Wamisri wenyewe, wananchi wa kawaida, wanaingia wapi hapa? Wao wanawakilisha waabudu wa mnyama, watu wa kawaida duniani ambao wakikabiliwa na mgogoro usiomithilika watakubali masharti yoyote. Ili tuwaendelee kuishi. Ndiyo, hawana nia mbaya, wanataka tu kuishi, lakini kwa kufanya hivyo wanakuwa sehemu ya mfumo. Sawa, picha inaanza kuwa wazi na inatisha. Kwa hiyo huu mfumo utafanyikaje kivitendo? Kulingana na vyanzo hivi, vinaeleza mfumo unaozunguka kitu kimoja, chapa ya mnyama. Ile namba maarufu 666 iliwekwa kwenye mkono wa kuume au paji la uso. Ndiyo, na chapa hii sio tu alama, ni ufunguo wa maisha ya kila siku. Vyanzo vinasisitiza andiko lile, mtu asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile. Hebu tulifikirie hilo. Sio tu vitu vya anasa. Hii inamaanisha huwezi kununua chakula, Wala maji. wala kulipo kodi, wala kupata dawa. Kwa maneno mengine, kukataa chapa hiyo Ni hukumu ya kifo, ya kiuchumi, shinikizo la hali ya juu sana. kabisa. Na hapa ndipo hadithi ya Yusufu katika Mwanzo 47 inapotumika kama kielelezo cha kutisha cha jinsi mchakato huu unavyoweza kufanyika. Hatua kwa hatua. Sio jambo la ghafla, linaanza taratibu. Hatua ya kwanza, Yusufu alichukua nini? Fedha zao zote. Fedha zao zote. Mwanzo inasema akakusanya fedha zote. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuanguka kwa mfumo wa fedha. Mali yote ya kiwevu inakusanywa, halafu fedha zilipoisha watu walirudi. Akawaambia nini? Leteni mifugo yenu. Hiyo ni hatua ya pili. Alichukua farasi, kondoo, ng'ombe, punda wao wote. Hapo sasa mambo yanakuwa mabaya zaidi. Hii sio tu kupoteza pesa. Ni kupoteza rasilimali zao za uzalishaji, uwezo wa kujitegemea. Wanaondolewa uwezo wa kujitegemea, wanakuwa wategemezi kabisa. Wategemezi kwa serikali. Na baada ya mwaka mmoja walirudi tena, hawana pesa, hawana mifugo, wamebaki na nini? Miili yao na ardhi yao. Na walimwambia Yusufu waziwazi, nunua sisi na ardhi yetu kwa chakula, nasi tutakuwa watumwa wa Farao. Hiyo ndiyo hatua ya mwisho, kujisalimisha kikamilifu. Na Yusufu ananunua kila kitu. Ananunua ardhi yote na watu wanakuwa watumwa. Uhuru wote unapotea. Uhuru wa kiuchumi, uhuru wa kumiliki mali na uhuru binafsi. Ni utawala dhalimu wa kimataifa. Ni picha ya giza sana. Lakini hapa ndipo vyanzo hivi vinapofanya kitu cha ajabu. Hii picha inatisha kweli, mfumo wa utumwa kamili. Lakini je, vyanzo hivi vinatoa taswira ya giza tu au kuna chembe ya matumaini? Hapo kumegusa moyo wa hoja yao. Vinasema kuna tafsiri pacha.
upande wa pili wa sarafu unaotumia mchakato ule ule, lakini kwa lengo tofauti kabisa. Lengo tofauti. Katika tafsiri hii ya pili ya kiroho, wahusika wanabadilishwa majukumu. Farao, badala ya kuwa mnyama, anawakilisha Mungu Baba. Subiri. Kama Farao anawakilisha Mungu Baba, basi Yusufu anawakilisha nani? Yusufu, badala ya kuwa nabii wa uongo, anawakilisha Mwana, Yesu Kristo. Yeye ndiye ambaye Baba amempa mamlaka yote ya kukusanya watu na kumletea yeye. Hili linabadilisha mtazamo kabisa. Linabadilisha kila kitu. Kwa hiyo ule mchakato wa kuchukua fedha, mifugo, ardhi na miili una maana gani katika tafsiri hii ya kiroho? Ni mchakato wa kujitoa kikamilifu kwa Mungu, kama vile Yusufu alivyokusanya kila kitu kwa ajili ya Farao. Ndivyo Yesu anavyotualika tumpe kila kitu. Kabisa. Anapokea fedha zetu, yaani rasilimali zetu, ardhi yetu, yaani maisha yetu, na miili yetu, yaani utumishi wetu. Anavitoa vyote kama sadaka kwa Baba. Sio mchakato wa utumwa, bali ni ukombozi. Utakaso. Sawa. Fedha na ardhi ninaelewa. Lakini mifugo, hilo neno lina uzito wa kipekee. Linawakilisha nini katika picha hii? Uko sahihi. Hapo ndipo kuna siri ya kina. Katika tafsiri hii, mifugo inawakilisha asili yetu ya kinyama. Asili ya kinyama? Ni ile tabia yetu ya ubinafsi, hasira, wivu, tamaa, yale yote yanayotokana na asili yetu ya dhambi. Vyanzo vinasema kwamba tunapomjia Yesu na kumkabidhi mnyama aliye ndani yetu, yeye anaanza mchakato wa kutubadilisha. Anamuua yule mnyama na kutufanya tuwe na sura ya Mungu. Kwa hiyo kitendo cha Wamisri kutoa kila kitu chao kinakuwa mfano wa kujitoa kikamilifu. Hii inanikumbusha andiko la Warumi, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Hiyo ndiyo ibada ya kweli, wanasema has. Kwa hiyo hadithi moja inafunua mifumo miwili. Mfumo mmoja unaishia kwenye utumwa chini ya Sheitani, na mwingine unaishia kwenye uhuru wa kiroho chini ya Kristo. Huu ndio uchaguzi mkubwa ambao kila mwanadamu atakabiliana nao. Utampa nani kila kitu chako? Hii inazua swali kubwa. Tukirudi kwenye ile tafsiri ya kwanza ya giza, kwa nini Mungu kwa mujibu wa vyanzo hivi aruhusu udanganyifu mkubwa kiasi hiki? Inaonekana kama anawawekea watu mtego. Ndiyo. Vyanzo vinatoa jibu la kina. Kusudi si kuwanasa watu, bali ni kufunua kile kilicho ndani ya mioyo yao. Ni kama kipimo. Kipindi hiki cha majaribu kinafanya kazi kama tanuru la moto linalotenganisha dhahabu na takataka. Kinawatenganisha watu katika makundi mawili: wale wanaomtii Mungu na wale wanaokubali mfumo. Wale wanaochagua kumtii Mungu hata wakikabiliwa na kifo, na wale ambao kwa hofu au tamaa watachagua kujiokoa kwa gharama yoyote. Kwa hiyo ni kama kipimo cha mwisho cha uaminifu, mfumo wa mwisho wa kuchuja. Ndiyo. Na kuna sababu ya pili. Vyanzo vinasema kwamba kwa kuruhusu uovu huu ujidhihirishe waziwazi, Mungu anahalalisha hukumu yake. Anahalalisha hukumu yake ya mwisho mbele ya viumbe vyote. Baada ya uovu kuonyeshwa kikamilifu, hakuna atakayeweza kumlaumu Mungu kwa kutokuwa na haki. Na vipi kuhusu wale wanaokataa, wale watakaosema hapana kwa chapa ya mnyama? Nini kinawatokea hao? Hao ndio mashahidi. Vyanzo vinaeleza kuwa wengi wao watauawa kwa ajili ya imani yao. Watauawa? Watakamatwa, watateswa na kuuawa kwa sababu wanakataa kumsujudia mnyama. Lakini kifo chao sio bure. Kina jukumu muhimu sana. Kwanza, wanathibitisha ukweli wa amri za Mungu. Pili, na muhimu zaidi, wanafunua uongo mkuu wa Shetani. Ule uongo wake kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kumtii Mungu hadi kufo. Wao wanakuwa ushahidi hai kwamba alikuwa mwongo. Kwa hiyo vifo vyao vina maana kubwa katika picha nzima. Kubwa sana. Vyanzo vinahitimisha kwa kusema kwamba idadi kamili ya mashahidi hawa iliyopangwa itakapotimia, ushuhuda utakuwa umekamilika. Na hapo ndipo Yesu atarudi. Atashuka, atawahukumu waabudu wa mnyama, na kisha ataleta mbingu mpya na nchi mpya. Basi, haya yote yanamaanisha nini? Tumeona jinsi vyanzo hivi vinavyochukua hadithi ya Yusufu na kuigeuza kuwa ramani ya pande mbili. Kwa upande mmoja, onyo la kutisha kuhusu mfumo wa udhibiti, na kwa upande mwingine, kielelezo cha ajabu cha ukombozi.
Na hili linakuachia wewe unayesikiliza swali muhimu sana la kutafakari. Tafsiri hii, iwe unaikubali au la, inatulazimisha kufikiria. Kufikiria kuhusu mifumo ya udhibiti. Inatuonyesha jinsi udhibiti juu ya mahitaji ya msingi, chakula, maji, fedha, unavyoweza kutumika kuunda utii na hata ibada. Vyanzo vinasema hapa ndipo uwanja halisi wa vita ulipo. Sio kwenye mapigano ya silaha tu, bali kwenye udhibiti wa maisha yenyewe. Na wazo la mwisho kwako kutafakari ni hili. Katika ulimwengu wetu wa sasa, ambapo utegemezi wetu kwa mifumo ya kimataifa unaongezeka kila siku, je, uhuru wa kweli wa dhamira unapatikana wapi hasa? Na kama ikifika wakati wa kuchagua kati ya usalama na uaminifu, utakuwa tayari kulipa gharama gani?